Majibizano yanaendelea kati ya spika wa bunge la Iran pamoja na rais wa Marekani Donald Trump, na majibizano haya yanafanyika kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa Galibafu amemjibu rais wa Marekani Donald Trump kwamba ifanye Marekani kuwa na njaa tena. Taarifa inasema spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Galibafu amemjibu kwa kejeli rais wa Marekani Donald Trump kuhusu sera mpya ya kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran. Galibafu alitumia kauli mbiu maarufu ya Trump, Make America Great Again, inayomaanisha ifanye Marekani kuwa kubwa tena, na kuibadilisha kuwa Make America Hungry Again, yani ifanye Marekani kuwa na njaa tena. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X Jumatatu, Galibafu alikuwa akimjibu Trump baada ya rais huyo wa Marekani kuchapisha tena kipande kilichohaririwa cha hotuba yake kuhusu hali ya uchumi wa Iran. Galibafu pia alishiriki picha iliyokuwa na takwimu kuhusu umaskini na ukosefu wa uhakika wa chakula nchini Marekani, akidai kuwa karibu wa Marekani milioni 47 wanakabiliwa na njaa au changamoto kupata chakula cha kutosha. Alisema takwimu hizo si za uongo kama kauli za Trump, huku picha hiyo ikionyesha kuwa takribani Marekani mmoja kati ya kila 8 wanakabiliwa na ukosefu wa uhakika wa chakula. Pia alidai kuwa karibu watoto milioni 16 nchini Marekani wanaathiriwa na umaskini pamoja na kupanda kwa gharama za maisha. Kauli ya Galibafu imekuja wakati ambapo Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran kupitia vikwazo, huku Tehran ikiendelea kupinga sera za Washington na kuishutumu Marekani kwa kutumia vikwazo kama njia ya kuilazimisha Iran kubadili msimamo wake. Tangu rais wa Marekani Donald Trump atangaze vikwazo vipya vya kiuchumi nchini Iran, kumekuwa na majibizano ya hapa na pale kwa viongozi wa mataifa yote mawili. Trump hasa kwa upande wa Marekani, lakini Irani viongozi karibu wengi wamekuwa wakizungumza. Amezungumza spika wa bunge, makamanda wa kijeshi, viongozi kutoka kwenye wizara, wote hao wamekuwa wakizungumza hali halisi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza vikwazo dhidi ya Irani mara moja baada ya mlango wa bahari wa Hormuz kutokea sintofahamu kuhusu kuachiliwa kwake. Lakini Trump anadai kwamba Marekani ina udhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini ukienda kwa upande wa pili, unaona taarifa kutoka nchini Irani ikithibitisha kwamba hakuna hata tone moja la mafuta litakalopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, isipokuwa kama Marekani hawatatii kile ambacho Irani inakihitaji kutoka kwenye meza ya mazungumzo. Unaweza ukajionea wazi kwamba ni upande gani ambao una nguvu, upande gani ambao umesimama kidete kuhusiana na mzozo huu kati ya Marekani pamoja na Irani. Basi kwa kufahamu yote haya, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.